huduma isukumwayo na upendo. Kwa maana kwa dhiki nyingi na uchungu wa moyo niliwaandikia kwa matusi mengi, si ili mhuzunike, bali mpate kujua upendo nilio nao kwa ajili yenu. Tunapochunguza somo la waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho, tunaona kwamba mtume anavutiwa sana na ustawi wa kanisa. Ingawa haijawahi kuwa rahisi kufuata njia za Elohim katika ulimwengu huu uliojaa dhambi katika karne ya kwanza, kujitangaza kwa Mesaya kunaweza kuhusisha shida kubwa. Paulo anaandaa kanisa kukabiliana na shida hizi za ndani na za nje, na wanawafundisha kuunda mwili uliounganishwa katika upendo usio na ubinafsi. Kutokana na ushauri huu tunaweza kujifunza iliyoko harufu ya uzima iletayo uzima, faraja ya Elohim katika mateso, utakatifu na unyofu katika huduma, kutenda kwa busara, msamaha na urejesho, harufu ya Mesaya, faraja ya Elohim katika mateso. Yeye hutufariji katika dhiki zetu zote, ili tuweze kuwafariji wale walio katika shida yoyote kwa faraja ambayo sisi wenyewe tunafarijiwa na Elohim. Wakorintho wa pili ni waraka ambao Paulo anazungumza sana juu ya faraja. Kanisa lilikuwa linapitia wakati mgumu, na barua ya awali ya Paulo ilikuwa imewatumbukiza katika hali ya huzuni. Lakini huzuni hiyo ilikuwa ya kimungu na kusababisha toba. 2 Korintho 7:10. Kwa hivyo Paulo hataki huzuni hiyo kuwalemea, lakini badala yake wafarijiwe. Yeye mwenyewe alikuwa amepitia nyakati ambapo maisha yake mwenyewe yalikuwa hatarini na alikuwa amevunjika moyo, lakini Elohim alifariji, na sasa anawasilisha faraja hiyo kwa kanisa. Faraja ya Elohim inatuweka huru kutoka kwa hofu, inatukumbusha nyakati alizotosaidia, inatusaidia kuvumilia mateso, inatuongoza kwenye wokovu wa kiroho, inatumisha kwa kuombea wengine. Tunafarijana tunapofarijiwa na Elohim. Utakatifu na unyofu katika huduma. Basi hili ndilo fahari yetu, dhamiri yetu inashuhudia kwamba tumejiendesha wenyewe ulimwenguni, na hasa katika uhusiano wetu na wewe. Kwa ukamilifu na unyofu wa kimungu tumefanya hivyo, hatutegemei hekima ya kidunia, bali neema ya Elohim. Watu wengine walimharau Paulo, wakimstaki kuwa dhaifu na asiye na uamuzi. Kwa sababu hii na ili ushauri wake upokelewi na kukubaliwa, ilikuwa muhimu kwa mtume kujitetea dhidi ya shutuma kama hizo. Kama mwanadamu alijiona hana maana, lakini kwa neema ya Elohim angeweza kujivunia kuwa na dhamiri safi. Yeye na washirika wake wangeweza kusema kwa ujasiri kwamba mwenendo wake ulikuwa mtakatifu na wa kweli, safi kanisani na nje yake. Kwa sababu hii maandishi ya Paulo hayakuwa na nia iliyofichwa. Alitumaini kwamba barua hizi zingesomwa na kueleweka katika muktadha huu wa utakatifu na unyofu, yaani zilizoandikwa kwa upendo kwao na kutafuta tu neema yao. Kutenda kwa busara. Ninamwita Elohim kama shahidi wangu, na ninaweka maisha yangu juu yake, kwamba ilikuwa na kwa ajili ya kuwahurumia ninyi, kwamba aliporudi Korintho. Katika barua yake ya kwanza, Paulo aliwajulisha kwa Korintho juu ya njia ambayo alipanga kuchukua.
Efeso, Makedonia, Korinto, Yuda. Katika barua ya baadaye aliwajulisha kwamba atawatembelea mara mbili. Efeso, Korinto, Makedonia, Korinto, Yuda. Walakini alikuwa amebadilisha mipango yake na aliamua kutofanya ishara hiyo ya kwanza. Korinto 1:23. Mabadiliko haya yasababisha wengine kumkosa kwa kutokuwa thabiti na kuacha nafasi. Kwa nini alikuwa amebadilisha mawazo yake? Uwepo wa Paulo huko Korinto ulionekana kuwa muhimu kwa sababu ya shida huko, lakini upinzani ambao angekutana nao ulimaanisha makabiliano ambayo alitaka kuepuka kwa sababu ya upendo mkubwa alikuwa nao kwao. Msamaha na urejeshwaji. Yeyote ambaye unamsamehe, mimi pia ninamsamehe, na kile nilichokusamehe, ikiwa kuna chochote cha kusamehe, nimesamehe mbele ya Mesaya kwa ajili yenu. Paulo alipokuwa njiani kwenda Troa, Tito alikwenda Korinto. Kutoka Troa, Paulo alikwenda Makedonia, lakini alifadhaika sana kwa sababu Tito hakuwa amekutana naye huko Troa kumpa habari juu ya kanisa la Korinto. Muda mfupi baadaye, Tito hatimaye alikutana na Paulo huko Makedonia. Alimwambia jinsi kanisa lilivyoitikia vyema sana maonyo ya mtume. Mojawapo ya maswala waliohitaji kutatua nidhamu ya kanisa inahusika kumtii mtume huyo. Mhusika aliyekosea alikuwa amekemewa na walikuwa wamekubali karipio hilo. Sasa Paulo anawaomba wachukue hatua inayofuata msamaha na urejeshwaji. Harufu ya Mesaya. Kwa maana sisi tu harufu nzuri ya Mesaya kwa Elohim kati ya wale wanaokolewa na kati ya wale wanaoangamia. Akizungumzia jinsi Elohim alivyofungua mlango ili injili ihubiriwe kwa mafanikio huko Troa, Paulo anapiga kelele za sifa na ushindi. Lakini Elohim na ashukuriwe, ambaye siku zote hutuongoza kama mateka katika msafara wa ushindi wa Mesaya, na hutumia kunesa harufu ya kumjua yeye kila mahali. Kama harufu inayotumika sana, maarifa ya Mesaya hufikia kila roho. Kwa Wakorinto, kama sisi harufu ili ni ya uzima wa milele. Hata hivyo, kwa wale wanaokataa vitu huu ni harufu ya kifo. Kuzingatia wajibu unaohusu hili, Paulo anaeleza kwamba ujumbe lazima utolewe kwa dhati bila kutafuta faida yoyote kwa kibinafsi, lakini wokovu wasili kila sizaji. Mjumbe huyu mwaminifu alileta habari za kushangilia kwamba mabadiliko ya ajabu yalikuwa yamefanyika kati ya waumini wa Korinto. Wengi walikuwa wamekubali maagizo yaliyomo katika barua ya Paulo na walikuwa wamenitubu dhambi zao. Maisha yao hayakuwa tena aibu kwa Mesaya, lakini yalikuwa na ushawishi mkubwa kwa ajili ya utaua wa vitendo. Toba hiyo ambayo husalishwa na ushawishi wa neema ya kimungu juu ya moyo itasababisha kuungama na kuacha dhambi. Hayo yalikuwa matunda ambayo mtume alitangaza yalikuwa yameonekana katika maisha ya waumini ya Korinto.